Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Ina jumla ya mitaa 7 ambayo ni mtaa wa Chang'ombe Juu, mtaa wa Hamvu, mtaa wa Mazengo, mtaa wa Chilewa, mtaa wa Mtakuja, mtaa Msamaria na Kishoka. Kata ya Chang'ombe ina jumla ya watu 39,324 ikiwa me 19,106 na KF 20,218 pamoja na kaya 10,461. Hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Takwimu za kisekta. Kata ina shule za msingi 2 zenye wanafunzi 4,379 ikiwa wavulana 2,107 na wasichana 2,272. Walimu 68, vyumba vya madarasa 39, nyumba za walimu 1, madawati 924 na matundu ya vyoo 55. Aidha, kata ina shule ya sekondari 1 yenye wanafunzi 1,777, wavulana 734 na wasichana 1,043. Walimu 46, vyumba vya madarasa 31, viti na meza 2,758, maabara 1 na matundu ya vyoo 16. Huduma nyingine zilizopo katika kata ni kituo cha afya kimoja. Mitaa 7 ina huduma ya umeme na barabara. Kwa kipindi cha miaka 4 kata ya Chang'ombe imetekeleza miradi 18 yenye thamani ya shilingi bilioni 3,429,973,721 na senti 93, ikiwa michango ya wananchi ni shilingi milioni 31 na 10,000. Fedha kutoka halmashauri milioni 719,724,830.93. Serikali kuu ni bilioni 1,784,883,238 na michango ya wahisani ni milioni 894,355,653. Changamoto ya ulinzi na hata mheshimiwa wetu wa mkoa alipokuwa kile hapa alifanya mamlaka kubwa sana ya mambo ya usalama katika Chang'ombe. Sisi wa Chang'ombe, mimi diwani na mwenye vituo vya serikali ya mtaa na viongozi wote wa Chang'ombe tukubaliana tujenge mama Samia kuna watu wako nyuma yake. Mpaka sasa hivi baada ya kujenga wananchi wote wanashindwa kufanya biashara mpaka usiku, lakini sasa hivi Chang'ombe karibuni sana wananchi wanafanya biashara mpaka usiku. Wananchi masuala ya kuogopa na hofu ya mambo ya ulinzi na usalama yamekwisha. Haya yote uweze kwenda na mwendo mzuri wa tabia za afya, kufanya mazoezi na kadhalika. Kwa hiyo vituo vya afya vimeimarisha sana upatikanaji wa dawa kutoka 83% mpaka 94%, na katika muktadha huo pia mama zangu wajawazito wanapata nafasi ya kwenda kliniki kwa wakati pasina kutembea umbali mrefu. Nani kama Dr. Samia? Hakuna. Wanaposhereheka wana Dodoma wanafurahia mambo haya, wanashukuru kwa mambo haya. Makofi mengi sana kwa rais. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wana Dodoma wanapofurahia barabara zaidi ya bilioni 19 zimeelekezwa kwenye sekta barabara pekee yake. Wanadodoma wanafurahi kwa sababu kadhia ya wasafirishaji, wamiliki wa vyombo vya moto na wasafiri wenyewe kutembea kwenye barabara mbovu, magari kupata breakdown, lakini safari ya dakika 10 kuchukua lisali moja, na hivyo watu kuchelewa kwenye shughuli zao, limetibiwa na kujibiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana kwa rais wetu. Mheshimiwa Mkuu, ningeweza kuendelea, lakini juzi tulikuwa wote wakati tunasindikiza viongozi pale airport. Kiongozi mmoja mkubwa ulimsikia akisema sasa anaposhuka Dodoma ana furaha kuona Dodoma ya kijani, miti imepandwa na imekuwa. Aliyepanda miti hii kwa maelekezo na kuasisi zoezi hili
ni Daktari Samia Suluhu Hassan aliposema Dodoma iwe ya kijani. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Niseme nisiseme, nilonge nisilonge, nani kama Dr. Samia? Hakuna. Nani kama Dr. Samia? Hakuna. Mkuu wa mkoa, watoto wetu wa sekondari walikuwa kusumbuka sana ada form 5 na form 6. Daktari Samia Suluhu Hassan sasa darasa la awali mpaka form 6 elimu bure pasina malipo. Hapo vipi? Mheshimiwa, nataka kuhitimisha hapa. Chang'ombe wamekuwa na changamoto kubwa sana hususan ya usalama. Mheshimiwa Diwani ndugu yangu Fundikira, nataka nimpongeze hadharani, nimpigie makofi mengi sana. Alileta wazo akamshirikisha Mheshimiwa mbunge Anthony Peter Mavunde na RPC yuko hapa, kaweka mkono na mimi nikaweka mkono, lakini nguvu yetu mkuu mkoa ikaisha katikati. Nikapeleka wazo kwenye idara ya ndani, wakaomba kibali kwa rais, ameongeza noti. Leo wanavyoongea mradi wao wa kituo cha polisi cha Chang'ombe huko 99 ni jitihada na nguvu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Jamani, upande wa Chang'ombe oye! Sasa nilipokuwa na mshangili nikasema huenda zangu milioni 3 mmeshawahi kuvishika mkononi nikazihesabu. Ndugu zangu, nianze kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya kupita Chang'ombe kwa mara nyingine, lakini leo kwa jambo mahususi la kimkakati kwa ajili ya kueleza, kukumbushana, kuambiana, kuonyesha kwenye mkoa wetu wa Dodoma. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote ambao mmejitokeza kata kwa kata za mkoa wa Dodoma, lakini sasa hivi kata ya Chang'ombe, kwa kujitokeza kwa hiari yenu kuja kusikiliza na kuadhimisha mafanikio haya makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 yakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nishangilieni wenyewe kwa kuja kwa hiari. Chang'ombe kuna shule za magorofa, kumbe Dodoma kuna maji, kumbe Dodoma kuna umeme. Sasa hivi kila mtu anataka kuja Dodoma. Dodoma imekuwa na hadhi ya makao makuu, na Chang'ombe watu wanatafuta nyumba za kupanga, hawapati hata nafasi kwa sababu nyumba zimejaa. Sasa Mheshimiwa Samia haya yote hayajaja kwa bahati mbaya, yamekuja kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaishi Dodoma kama sisi tunavyoishi Dodoma, lakini akasema hapa Dodoma ni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Kweli ilisemwa tangu mwaka 73, lakini nataka isisemwe ila nataka watu waone shughuli za makao makuu zimekamilika Dodoma, watu waone hadhi ya Dodoma inafanana na makao makuu. Sasa hivi tunavyoongea, vitu vyote hivyo tulivyovisema vimefanya nchi yote sasa inajua ukitaka huduma yoyote ya kiserikali Dodoma. Ukitaka muhimili wowote wa serikali hii, iwe ni muhimili wa serikali kwa maana ya baraza la mawaziri na Ikulu na wengine, ukitaka muhimili wa mahakama na huduma zake, ukitaka huduma za bunge zilikuweko hapa, lazima ufike Dodoma. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.